Habari za kheri, ndugu zangu wa imani. Leo tunaendelea na mfululizo wetu wa Mwanzo hadi Ufunuo, tukichunguza Levitiko sura 17 hadi 20, sheria za maisha matakatifu. Baada ya Mungu kuwapa Israeli sheria za ibada, sasa anawapa sheria za jinsi ya kuishi. Hizi ni sheria zinazolenga kuwafanya Israeli kuwa taifa tofauti, taifa takatifu. Tutasoma Levitiko saa 17 na madakika 11, kwa maana uhai wa mwili uko katika damu, nami nimekupa juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya roho zenu, kwa maana ni damu inayofanya upatanisho kwa sababu ya uhai wake. Mungu anatueleza kwamba damu ni muhimu sana, ni uhai mwenyewe. Kwa hiyo sheria zake za damu, za ndoa na za maisha matakatifu hazina ubaya, zina maana kubwa ya kiroho. Jambo la kwanza linalosahaulika ni kwamba sheria za damu katika sura ya 17 hazikuwa tu za kidini, zilikuwa za kimatibabu pia. Mungu alisema katika mstari wa 11, uhai wa mwili uko katika damu. Hii ilikuwa ukweli wa kisayansi ambao ulitambuliwa miaka elfu nyingi baadaye. Jambo la pili, sheria za ndoa katika sura 18 na 20 hazikuwa za ubaguzi, zilikuwa za kulinda uzazi na familia. Ndoa za karibu sana zilizuia watoto wazaliwe na matatizo ya afya. Jambo la tatu, adhabu za mauti kwa dhambi fulani zilimaanisha kuwa jamii nzima ilihusika katika hukumu. Haikuwa juu ya mtu mmoja, ilikuwa juu ya utakatifu wa jamii nzima. Israeli ilipaswa kuwa tofauti kabisa na mataifa ya karibu yao. Mabadiliko makuu ya kiteolojia yanayoonekana hapa ni matatu. Kwanza, kutoka uhuru wa Misri kwenda utumishi wa Mungu. Mungu anasema mara kwa mara, mimi ni Bwana Mungu wenu aliyewatoa Misri. Wao hawakuachiwa huru ili wafanye walivyotaka, waliachiwa huru ili wamtumikie Mungu. Pili, kutoka uchafu wa kimwili kwenda utakatifu wa kiroho. Sheria za usafi hazikuwa tu za afya, zilikuwa za kufundisha kwamba Mungu ni msafi na hatuwezi kumkaribia tukiwa na doa. Tatu, kutoka hiari ya kibinafsi kwenda amri za Mungu. Mungu anasema, hamtafanya kama walivyofanya Wamisri, wala kama walivyofanya Wakanaani. Israeli ilipaswa kuwa na utamaduni wake mwenyewe, utamaduni unaomfuata Mungu, si utamaduni wa mataifa ya kafiri. Hii ni muhimu sana kwetu leo. Katika kipengee hiki, tunaona mpango wa Mungu wa asili kwa mume na mke. Levitiko 18:6-18 inaweka wazi mipaka ya ndoa. Haya si mateso, lakini ni ulinzi. Mungu anajua kwamba familia imara ni msingi wa jamii imara. Wakati mume na mke wanaheshimiana na kufuata mipaka ya Mungu, familia inakuwa mahali pa usalama na pa kukua. Mwanamke anapewa heshima na ulinzi, na mwanamume anapewa jukumu la kuongoza kwa upendo. Hii si juu ya mtu mmoja kuwa bora kuliko mwingine, ni juu ya kila mmoja kufanya kazi yake ili familia iwe na baraka. Mungu anasema katika 20:9, anayemlaani baba yake au mama yake hakika atauawa. Heshima kwa wazazi si hiari, ni amri ya Mungu. Wanyamapori pia waliweza kushuhudia utakatifu wa Mungu wakati huu. Ninaona jinsi Mungu anavyowafundisha watu wake kuwa watakatifu. Lakini kwa nini wanashindwa kuelewa kwamba mipaka yake ni ya upendo? Naam, mwana-kondoo. Mungu anawaambia, kuweni watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Ni wito wa heshima, si wa mateso. Ninaogopa kushangaa jinsi wanadamu walivyopewa hekima ya Mungu, lakini bado wanataka kufanya kama mataifa ya kafiri. Hawajui kwamba utakatifu ni baraka. Lakini pia naona upendo wa Mungu. Anawapa njia ya kusamehewa kupitia damu ya sadaka. Ni ishara ya kile kitakachokuja. Hasa damu ya kuokoa itakayomwagwa mara moja na ya kudumu. Tunangojea mwana-kondoo mkuu. Ndugu zangu, sheria hizi za Levitiko si za kale tu, zina ujumbe mkuu kwetu leo. Kwanza, Mungu bado anatuitia kuwa watakatifu. 1 Petro saa 1 na madakika 16 inasema, kuweni watakatifu, kwa sababu mimi ni mtakatifu. Hii inamaanisha kuishi maisha tofauti na ulimwengu. Pili, mipaka ya Mungu bado ni kwa ajili ya ulinzi wetu. Wakati tunaiheshimu, tunapokea baraka. Wakati tunaipuuza, tunapokea madhara. Tatu, damu ya Yesu ndiyo tu inayotusafisha kutoka dhambi zetu zote. Levitiko saa 17 na madakika 11 inasema damu inafanya upatanisho, na Yesu ametoa damu yake mara moja na ya kudumu.
Tusiburudike na dhambi kwa sababu ya rehema, badala yake tushukuru kwa sababu ya wokovu na tuishi maisha ya utakatifu. Tutombe pamoja. Baba wa mbinguni, tunashukuru kwa sheria zako za upendo. Tunaomba utusamehe tulipopuuza mipaka yako na kufikiri tunajua zaidi yako. Tunajua kwamba utakatifu si mateso, lakini ni njia ya baraka. Tusaidie kuishi maisha ya utakatifu, kuwa tofauti na ulimwengu, na kushukuru kwa damu ya mwana wako Yesu iliyotusafisha. Tusaidie pia kuheshimu familia na jamii kama ulivyoweka. Kwa jina la Yesu, amina. Mungu awabariki na tuonane mara ijayo katika mfululizo wetu wa Mwanzo hadi Ufunuo. Mungu awe nanyi. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.